mtandao kwa kiasi kikubwa na nawashukuru sana kwa kuhudhuria tukio hili, kutoa muda wenu kuhudhuria tukio hili muhimu la uzinduzi wa ripoti ya haki za binadamu Tanzania ya mwaka 2025. Ndugu wageni waalikwa, tunawasilisha rasmi ripoti hii ya haki za binadamu Tanzania ya mwaka 2025 ambayo ni moja ya machapisho muhimu sana kwetu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Hili ni zao la utamaduni wetu wa muda mrefu zaidi ya miaka 20 ya kuangalia, kufuatilia, kuchambua na kuandika kuhusu hali ya haki za binadamu nchini. Ripoti hii imetokana na uzoefu wa zaidi ya miongo 20 kama nilivyosema, ya uangalizi wa haki za binadamu na tafiti mbalimbali. Lengo likiwa ni kupata ushahidi wa kuweza kufanya uchechemuzi wa haki za binadamu nchini sambamba na kukuza haki hizo. Ripoti hii imeandaliwa kwa ushirikiano wa mshirika wetu mkuu kutoka Zanzibar, shirika la kukabiliana na changamoto za vijana liitwalo ZAFAICO, ili kuhakikisha kwamba inawakilisha hali ya haki za binadamu kwa pande zote mbili za muungano, upande wa Tanzania bara na upande wa Zanzibar. Ukiacha programu mbalimbali, hususan programu ya uangalizi wa haki za binadamu na utoaji wa msaada wa kisheria, vyanzo vingine vilivyotumika kuandaa ripoti hii ni pamoja na ripoti mbalimbali za taasisi za kiserikali, hotuba, makala pamoja na ripoti mbalimbali zinazohusu au kugusia masuala ya haki za binadamu za mashirika yasiyo ya kiserikali ya kitaifa na kimataifa. Ripoti hii inaangazia hali ya haki za kisiasa na kiraia, haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, pamoja na kujumuisha sura ndogo mahususi kwa ajili ya makundi maalum. Katika muktadha huu, ripoti hii imejadili masuala makuu ya haki za binadamu na matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yaliyotokea hususan katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2025 na vile vile wakati wa uchaguzi mkuu. Ndugu wageni waalikwa, mbali na ripoti kubwa, tumeandaa pia muhtasari wa ripoti kwa lugha ya Kiswahili ili ripoti iwafikie wananchi wengi zaidi. Aidha, ili kuimarisha ujumuishwaji, ripoti hii inapatikana pia katika muhtasari wa Kiswahili kwa maandishi ya nukta nundu au braille kwa kitaalamu. Hii braille imeandaliwa mahususi kwa watu wenye uoni hafifu au wenye changamoto za uoni, ili kuhakikisha kwamba hawabaki nyuma katika kupata taarifa mbalimbali kuhusu hali ya haki za binadamu nchini na kushiriki katika jitihada za kulinda na kukuza haki hizo. Ndugu wageni waalikwa, dhima ya ripoti ya mwaka huu ni machafuko ya Oktoba 2025, doa kwa haki za binadamu. Dhima hii inaakisi moja kwa moja matukio makubwa na yenye uzito mkubwa kwa mwaka huu wa 2025. Matukio ya baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi na pia kabla ya uchaguzi. Matukio hayo yalikuwa na athari kubwa sana kwa haki za binadamu nchini Tanzania. Ripoti hii inaonyesha kudorora kwa kiasi kikubwa kwa hali za haki za binadamu ukilinganisha na miaka iliyopita ikiwa mwaka 2024. Tumerudi nyuma sana kwenye masuala ya haki za binadamu kwa mwaka 2025. Mojawapo ya matukio makubwa yaliyoshtusha taifa ni machafuko yaliyotokea kufuatia mvutano wa kisiasa, maandamano pamoja na operesheni za kiusalama katika maeneo mbalimbali. Machafuko hayo yalileta madhara makubwa sana, ikiwemo mauaji kinyume na sheria, majeruhi, ukamataji holela na uwekaji kizuizini kinyume cha sheria na uharibifu wa mali. Hali hii iliibua maswali mazito kuhusu ulinzi wa haki za msingi za binadamu na hali ya kidemokrasia nchini Tanzania. Ndugu wageni waalikwa, suala lingine lililoathiri kwa kiasi kikubwa haki za binadamu mwaka 2025 ni kuendelea kutokea kwa matukio ya utekaji na upoteaji wa watu, ikiwemo wanachama wa vyama vya siasa na raia wa kawaida. Hali hii imeongeza hofu miongoni mwa wananchi na kuibua mijadala katika majukwaa mbalimbali. Hii inaonyesha haja ya kuimarisha upelelezi na uwajibikaji ili kukomesha kabisa matukio hayo. Ripoti hii pia inaonyesha kuwepo kwa changamoto katika eneo la haki za kidijitali pamoja na kupungua kwa nafasi ya kiraia, kupungua kwa uhuru wa vyombo vya habari pamoja na kukatika na kuminywa kwa mawasiliano ya internet sambamba na vikwazo katika matumizi ya majukwaa ya kidijitali
ambavyo viliathiri kwa kiasi kikubwa ufurahiwaji wa haki za kidijitali na haki nyingine za binadamu. Ndugu wageni waalikwa, ukiacha changamoto zinazohusiana na machafuko ya Oktoba 2025, ukatili dhidi ya makundi maalum pia uliendelea kuwa changamoto kubwa nchini mwaka 2025. Wanawake na watoto wameendelea kuathirika zaidi na vitendo mbalimbali vya ukatili, ikiwemo ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya mwenza na ukatili wa kingono. Mila potofu na mifumo ya baguzi ya kijamii vimeendelea kudhoofisha jitihada za kulinda makundi haya, ambayo pia yaliendelea kukabiliana na vikwazo mbalimbali katika upatikanaji wa huduma za kijamii na kisheria, ikiwemo upatikanaji wa haki. Hali kadhalika, watu wenye ulemavu wakiwemo watu wenye ualbino wameendelea kukumbana na ubaguzi, unyanyapaa na vitendo vya ukatili vinavyochochewa na imani na mila potofu. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ulinzi na kuongeza juhudi za kutatua changamoto za kijamii na kimuundo zinazoyaathiri makundi haya. Ndugu wageni waalikwa, mwaka 2025 pia ulishuhudia kuendelea kwa changamoto mbalimbali katika mifumo ya haki jinai, ikiwemo ukamataji holela, uwekwaji kizuizini kinyume na sheria, upatikanaji wa nafuu za kisheria na changamoto nyingine. Changamoto hizi zinapelekea ukiukwaji wa haki ya usawa mbele ya sheria, sambamba na kanuni ya kuchukuliwa kama mtu asiye na hatia hadi itakapothibitishwa vinginevyo na mahakama. Hali hii inapunguza imani kwa wananchi kwa vyombo vya ulinzi wa haki za binadamu. Katika eneo la haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, ripoti hii imejikita zaidi kwenye haki ya afya, ikijadili changamoto mbalimbali zinazoathiri upatikanaji wa huduma za afya. Changamoto hizo ni pamoja na bajeti isiyotosheleza, upungufu wa wahudumu wa afya na mapungufu ya kimiundombinu. Ndugu wageni waalikwa, ukiacha matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu na changamoto, ripoti hii pia imeangazia masuala mbalimbali yanayoleta athari chanya kwenye haki za binadamu. Masuala hayo ni pamoja na hatua mbalimbali za kuboresha mifumo, hasa mfumo wa kijinai, maamuzi ya kimahakama yanayoimarisha haki ya kikatiba ya kufungua kesi mkakati kwa ajili ya maslahi ya umma, pamoja na utekelezaji wa programu za uwezeshaji kiuchumi kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hatua hizi zinaonyesha kuwa mabadiliko yanawezekana pale ambapo kuna dhamira ya kweli ya kufanya maboresho na kuhakikisha uwajibikaji. Kwa hiyo hatuangalii tu masuala ambayo ni hasi, pia tumeangalia masuala ya haki za binadamu ambayo ni mazuri kwa mwaka 2025. Kwa ujumla, ripoti hii inatoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka na za pamoja ili kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu na kurejesha imani ya wananchi kwa mamlaka na vyombo vya ulinzi wa haki za binadamu. Aidha, matokeo haya yanatukumbusha kuwa ulinzi wa haki za binadamu ni jukumu letu sote, sio la LHRC pekee, bali kila mtu ana jukumu la kutetea haki za binadamu. Hivyo basi, zinahitajika hatua za pamoja za makusudi, dhamira endelevu na uwajibikaji wa pamoja ili kukuza na kulinda haki za binadamu. Ndugu wageni waalikwa, kwa kuhitimisha, napenda kutoa shukrani za dhati kwa watu na taasisi zote zilizochangia katika maandalizi ya ripoti, wakiwemo wafanyakazi wetu, watambulisho wa watafiti na wengine, washirika na wadau mbalimbali wa kiserikali na wasio wa kiserikali waliotusaidia kupata takwimu hizi. Lakini kwa namna pekee tunawashukuru wadau wetu wa maendeleo kwa kuendelea kutunga mkono, kwani bila msaada wao uandaji wa ripoti hii usingewezekana. Tunashukuru balozi wa Sweden, tunashukuru balozi wa Norway, tunashukuru balozi wa Ireland, tunashukuru Ford Foundation na wadau wengine ambao wameshiriki kutoa rasilimali fedha kwa ajili ya kuwezesha ripoti hii kuandikwa mpaka leo tunaizindua. Mwisho kabisa, napenda kuwasihi sote tuisome ripoti hii, tutafakari yaliyomo, kufanyia kazi mapendekezo na kutekeleza wajibu wetu wa kukuza na kulinda haki za binadamu nchini. Tushirikiane kujenga jamii yenye haki na usawa inayoheshimu haki za binadamu. Asanteni kwa kunisikiliza, na ninatamka kwamba uzinduzi wa ripoti hii umezinduliwa rasmi. Kabla tujazindua ripoti, lazima tuzindue hili tukio. Kwa hiyo nimefungua rasmi tukio hili. Karibuni sana. Asante dada
Anna Henga, mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Sasa naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mtafiti wetu Fundikira Wazambi kwa ajili ya kufanya mawasilisho ya ripoti yetu ya haki za binadamu kwa mwaka 2025. Karibu Fundikira. Asante sana Fortunate. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Natumai nasikika vizuri. Na masuala haya ya teknolojia, muda mwingine unaweza ukajikuta unaongea peke yako. Mimi naitwa Fundikira Wazambi. Ninasimamia kitengo cha utafiti, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, na kazi yangu itakuwa ni rahisi, itakuwa ni kufanya mawasilisho kuhusiana na ripoti hii ya haki za binadamu ya mwaka 2025, nikiangazia masuala na mapendekezo makuu. Kwa hiyo mawasilisho haya yamegawanyika katika sehemu kubwa 3. Kwanza kabisa tuelezea kwa kifupi namna ambavyo tunaandaa ripoti hii, ikiwemo madhumuni. Baada ya hapo tutaangalia masuala makuu ikiwemo machafuko ya Oktoba 2025, lakini na masuala mengine makuu ambayo pia mkurugenzi ameyagusia. Baada ya hapo tutaelezea kwa kifupi mapendekezo yetu na jumbe muhimu kwa upande wa bara pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo moja kwa moja twende tukaangalie ripoti yetu inaandaliwa vipi. Kitu ambacho huwa tunakifanya